Hii pete hii na kawaida tu ya dhahabu, singine ni ya Freemason, hii sio free kama wengi wanaosema Moses Kulola ni Freemason. Mimi hapa mimi sio free. Wako Freemason nitakwambia tu, utawajua tu kwa kutenda kwao. Mpaka saa 11 nikaondoka, nikasema utakutana nami tena unapokwenda, kwa nikienda nasahau jina kitongoji cha leo. Nasema huko ndiko yanakaa mashetani na basi. Nikaamka asubuhi, tazama pepo na hewa inapita kule changu hiki cha pete ya ndoa pamoja na mama Kei yule. Sina ndoa ingine, wewe funga ndoa hata za machakani, hata za kwenye rest house, funga tu ndoa, lakini huna Mungu ujue. Ndoa moja tu. Anasifiwe. Nikamwambia mama, pete yangu imekwenda, baba sijui yaipo. Basi tukakaa, nikamwomba Mungu nipatie pete yangu, kama amechukua adui huyo anirudishie. Kashinda kutwa nzima mawazo yangu ya kwamba atairudi. Saa 3 hivi asubuhi nikapata simu kutoka nyumbani kwa binti yetu anayengojea nyumba. Akasema, baba, usiku wa leo hatukulala vizuri. Kwa nini? Itokea tetemeko hati kwenye nyumba yetu tu, langu ikawa inafunguka peke yake bila kufunguliwa, inagongana. Yaani ikawa utiisho mkubwa, tukashindwa kukaa ndani, ikabidi tutoke nje wote. Baada ya utulivu kidogo, tukarudi ndani, tukawasha taa. Nikatazama kwenye kitanda chenu, nikakimbilia chumbani kwenu kutazama, nikaikuta pete yako iko katikati ya kitanda chako. Pete yangu najua huyo ameshindwa, kairudisha mwenyewe. Mwambia shetani, umeshindwa, kwa jina la Yesu hutaichukua tena. Nikaichomeka kwenye mpaka leo ninayo. Basi huyo adui yako shetani anakutaka sana, leo mpe nafasi Kristo, ila kama gani? Mimi nataka nimjibu, nimwambie pete ni upagani. Kola hiyo kola ambayo iko hapo yenyewe, hiyo kola imeandikwa wapi? Kola hiyo uliovaa, tuione pete. Mstari 22 Biblia inasema lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi hilo bora, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Mtieni pete kidoleni. Kuzimu na mbinguni nako kwenda, unazungumzia ni Yesu. Huyu Yesu anaonyesha mtu aliyetubu, ambaye ameona nilikosea kufanya shughuli za umalaya na kwenda huko nilikokuwa nimeenda. Huyu mtu baba yake anamvisha pete kidoleni. Sasa Ufunuo 1 mstari wa 13, na katikati ya vile vinala nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Hapa Ufunuo wa Yohana anazungumzia ni Yesu. Huko mbinguni hautaenda, kwa sababu Yesu amevaa mshipi wa dhahabu, na wewe kuvaa vitu vya dhahabu Petro amekataza, Paulo alikataza kwa Timotheo. Maana akiingia kwenu katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri
kisha kaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkamstahi yule aliyevaa mavazi mazuri, na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Hii Biblia hapa inamaanisha mtu aliyevaa pete na mavazi mazuri kanisani asiingie. Hana dhambi, ni miungu. Na kuwa na wazee wa kanisa wanawake, shida yako si maandiko. Tito kuonyesha katika Tito sura ya 2 mstari wa 3, vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Wanafundisha wapi mema wazee wa kike? Tufanye wazee ni uzee kiumri, na kiumsingi kwenye makanisa waliwekwa wazee kiumri. Uzee ulikuwa unaambatanishwa na umri, ulikuwa lazima umri uwe mzee. Lakini hawa mwisho hapa wanafundisha mema. Huyu bwana hapa nalimani fulani la Taira, na we Taira mwenzake usiandike sasa habari za kutokana na ushabiki, wakati shida yenu si mnataka maandiko ya hicho mnachokitetea. Tunawajibu mataira kama hawa. Huyu huwa tunaona ni kama ilibaki mbegu fulani ya haki, ndo inaenda kufa, ndo inaenda kupotea na kumfanya kuwa taira tu na mtu fulani ambaye sasa anaenda kuwa bonge la lichawa. Hatudii na wa TAG kwa sasa, kwa sababu tushajua hiyo ni miimani ya kichawachawa ambayo karibu kila mmoja sasa anaangalia tu nipige wapi, nipige vipi. Watakaokuwa nalia, watakaokuwa naumia watajijua wenyewe. Sikieni mataira wote, usiandike, si shida yenu nyie ni kutaka kujua maandiko ya pete imeandikwa wapi. Acheni ya kwenu nyie, mnashika popote. Mimi nawaonyesha yaliyo wazi kabisa, yaliyo wazi kabisa, yaliyo wazi kabisa. Sikieni taira, sikieni. Kulikuwa na kitu ambacho mlikuwa mwe mnabishania, kitu ambacho ilikuwa mwe mnahubiri habari za huruma, kuwaonea huruma wanaoteswa, wanaoonewa, wanaodhulumiwa. Hayo hamudiri nayo. Na hivi vitu ambavyo mnabishania wala hata sio dhambi ambazo zinaleta madhara kwa watu, na Mungu alishahukumu watu kupitia dhambi hizo. Nitakuonyesha dhambi hapa mwishoni.